Mwaka kesho tunaingia kwenye mfumo mpya wa elimu. Harakati zimeanza, lakini mwaka kesho watoto wetu wa darasa la 6 na darasa la 7 wote watafanya mtihani kwa pamoja wa kumaliza elimu ya msingi, na wote kwa pamoja watakwenda kidato cha kwanza. Kwa hiyo mwakani tunategemea tutakuwa na wanafunzi karibu 10,000 wa sekondari, lakini wanafunzi 4,000 ni hao watakaofanya mtihani mwaka. Hii inatuonyesha kwamba tutakuwa na changamoto ya kukabiliana na ujenzi wa vyumba vya madarasa vinavyohitajika, maana kwa mfumo wa sasa elimu ya msingi ni kutoka shule ile ya awali mtoto aende mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo hakuna habari ya kufeli darasa la 7 anarudi nyumbani, hapana, wote wataendelea. Kwa hiyo tunahitaji vyumba vya madarasa 206. Tunahitaji matundu ya vyoo 461. Hii maana yake ni kwamba ziko fedha zinakuja, na fedha zinazokuja Newala, tamaa yangu ni kuona watu wa Newala ndio wanaofaidika nazo. Zitakuja fedha za ujenzi wa madarasa, lazima tujitokeze. Wale wenye uwezo lazima wajitokeze ili kupata fedha hizo. Pesa akipata mtu wa Newala, matumizi yake yako Newala. Akiamua kuongeza kibanda, anaongeza Newala. Mazingira ya Newala yetu yanabadilika, tunapata maendeleo ya haraka. Lakini pamoja na hayo, si fedha za mgao, ni fedha za kupokea na kufanyia kazi. Tunapata mashaka na matatizo makubwa tunapoona amepewa kazi mtu wa Newala, lakini kazi yenyewe iko chini ya kiwango. Kila anayekuja anakuja kutusuta kwamba hii darasa hapana. Matokeo yake wanakuja watu kutoka Masasi, wanakuja watu kutoka Mtwara, wanakuja kutoka Arusha, wanachukua tenda hizo, wanatujengea madarasa, tunawalipa fedha, hizo fedha wanakwenda kutumia Arusha. Hili si jambo, hili si sawa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwasihi, zitakapokuja fursa, kila mmoja kwa uwezo wake ajizatiti kuchukua fedha hizi, na kila atakayeipata afanye kazi kwa ukamilifu, aifanye kazi yake kwa uwezo wake wote, ili aache heshima hapa Newala kwa kujenga jengo zuri na yeye kupata fedha za kutosha kwa ajili ya shughuli zake. Ndugu zangu, mkifanya kazi hizi tukapata fedha nyingi, itatusaidia sisi na watoto wetu. Ukiimarika kiuchumi, unatayarisha ajira ya mtoto wako. Kwa hiyo nawasihi sana kwamba iko fursa mbele yetu, yako mabadiliko ya mfumo wa elimu, watoto wetu watakutana nayo, lakini iko kazi yenye fedha ambayo pia itakuja pamoja na fursa. Nilipenda hili pia